tange barabara kisuko tange kakae suko tange kutie sumama lebae suko tange. Bila kabla ni kazi mahali hapa. Jambo la kwanza ni kuhusu baba. Napenda nizungumzie jambo hili kwa sababu mimi kama mkazi wa mahali hapa au kama mwanakijiji wa baba imekuwa kikwazo au kitanzi kwetu. Pia jambo la pili nitazungumzia kuhusu zanati. Kuhusu zanati sio mara kwanza kulizungumzia, kama ilivyokuwa juu ya barabara, na bahati nzuri au bahati tuseme ni bahati nzuri, wananchi walipokea mwitiko huu, na kabla ya mwaka juzi kulikuwa na uitikio, wananchi tukajitokeza tukafyatua matofali kwa ajili ya zanati. Kwa kulipokea lile jambo tuliona shauku kubwa kwetu, kwa sababu inahuzunisha kuona kijiji ambacho kina watu zaidi ya 3,000 inakosa huduma ya kwanza au kituo kidogo cha afya. Karibu sana baba. Kuna kero nyingi sana. Ninachokushauri mheshimiwa, kilio kikubwa sana baba ni uhalifu. Sio tunakuomba. Tunakupa ukishakuwa madarakani, tunaomba utujengee kituo cha cha polisi. Maana matukio makubwa baba, mauaji baba inaongoza mheshimiwa. Chanzo sitojua, nisiseme ni fulani au akafanya hivi, hapana. Au ugomvi tu wa kawaida mtaani. Hayo ni changamoto tu ya kila kijamii. Tunachoomba tu kituo cha polisi kikiwa hapa karibu, tunaweza tukapata na nusura ya kwetu sisi. Kwa sababu watu wanachinjwa, mapanga ni kama vile kiwembe mtu anapokata kucha. Silaha mpaka sasa ukikagua hapa, ukishuka hapa kilabuni hapa, mtu ana silaha. Tunaomba ulinzi. Tunaomba ulinzi mheshimiwa, ukishakuwa madarakani. Kazi hizi mbunge wangu mtarajiwa, diwani mtarajiwa. Mimi naitwa Mwalimu Filemoni. Nimekuja na wanangu na timu waona. Sisi pale shuleni tuna kero nyingi sana. Ya kwanza kabisa walimu wachache. Mpaka sasa hivi shule ina walimu 5 tu na wanafunzi zaidi ya 480. Lakini ya pili, kwa walimu makazi tuko wanaume pekee yetu. Hakuna mwalimu hata mmoja. Ya pili, makazi ya walimu. Walimu wanaishi kwa kubangaiza sana. Hawana nyumba. Lakini la tatu ni shule yenyewe, darasa na madawati. Miundombinu yake imechakaa sana. Tunaomba mkipata nafasi mtukumbuke pale shule ya msingi baba. CCM oye! Mimi nakulia kwenye CCM. Ni baba yangu na mama yangu. Nashukuru sana kwenu kuja kwenu. Najua tu mtatutengenezea mazuri. Mimi najua tu naanza na shida ya maji. Kabisa hii ni kilio cha miaka mingi. Tangu uhuru mimi najua tu miaka ya 70 Mwalimu Nyerere ndio kisima kilikuwepo, lakini baada hapo hatukuonja maji. Wazee wanakupa na kiu. Kwa kweli hata mimi sitegemei, lakini labda kwa nyingine najua tu hii system imekamilika, itakuja kutuletea kiu hii, hata na angalau mimi nikaonja haya maji ambao ni safi na salama. Lingine nalizungumzia hili swala la barabara. Kiuchumi kwa kweli tunaumia. Yani ndani ya familia mmoja akiumwa, mimi najua tuna changamoto kwa sisi watu wa hali ya chini. Unaanza kufikiria usafiri kutoka hapa kwenda wapi? Ovada kwenye zahanati. Mimi najua tu hatufanani na pale mahala panakokaa zahanati. Kiuchumi kwa kweli tuko chini sana. Maana yake utafute 15,000 kutoka hapa bado matibabu. Hii ni changamoto kubwa sana kwa wananchi wa baba. Majina yangu
naitwa Benareta Anton Filipo. Kundi kwangu ni si mgeni sana. Najua ni rafiki yangu na tulisoma shule pamoja. Shule ya msingi Lata na babake alikuwa ni mwalimu mkuu. Japo 2015 tulimnyanyapaa tukamkaribisha porini. Ila kwa leo namshukuru. Na pia nawashukuru wana baba wote kumkaribisha kundi katika kijiji cha Baba. Asanteni sana. Mimi sina maswali. Karibu kwetu, hapa ndio Baba. Sasa mimi maoni yangu, napenda sana mama yetu Kunti kumpata mbunge. Ndio kubahatika kupata mwanamke? Hamna. Mimi najua huyu mama yetu atatutetea kwa mambo mengi. Tunapata shida hapa kijijini, tunaweza tukawa tunanyanyaswa, lakini najua atatuongoza kwa mambo mengi. Wanawake hapa wa Baba tuko wengi, hatuna maendeleo, hatuna kazi yote, tunategemea kukoroga pombe. Unakoroga pombe inalala, ni maendeleo? Hamna maendeleo. Mama yetu najua atatupa mradi, tutamuomba mama yetu akiwa mbunge Kunti wa Baba, tangia tuanze miaka nenda rudi. Mimi nashukuru sana kwa mama yetu, nashukuru sana waheshimiwa wote. Nashukuru sana wananchi wa kijiji cha Baba kwa maswali yenu, maoni yenu na ushauri na nasaha zenu mlizotupatia watoto wenu. Tunazipokea kwa mikono miwili. Naomba niseme hapa, baada ya wote kuzungumza, wote mmezungumza mambo haya matatu: barabara, maji, zahanati. Kila mtu aliyesimama hapa hajaacha kugusia, na dada yangu akaja akaomba kituo cha polisi kwa sababu kuna mambo ambayo pia yanaenda sio vizuri, kwa tunahitaji pia huduma ya usalama iwepo. Niwahakikishieni wana Baba, haya yote, barabara ile wala halina shida. Tayari tuna milioni 292 na mkandarasi tayari kwa kilomita 7 kutoka Ovada mpaka hapa kijijini. Kwa hiyo hela itakayokuwa imebaki kwenye ile milioni 600 tuliokuwa tumeomba ili tuunganishe na wenzetu wa Sanzawa, tutakuwa tumebakiwa na milioni 300 na kidogo. Kwa hiyo swala la barabara tunakwenda kuanza nalo, na mkandarasi tayari na alishakuja mpaka huku. Alikuja kuona wapi anaweza kupata maeneo yake ya kuweka vifaa vyake. Kwa hiyo muda wowote na wakati wowote, na hata mimi nikimaliza leo siku nzima mikutano yangu, baadaye usiku nitampigia meneja wetu wa TARURA niulize mkandarasi anaripoti lini kuanza kazi barabara yetu ya Baba. Kwa hiyo hilo niwaombe, tutakwenda kulisimamia kwa nguvu zetu na kuhakikisha kwamba mnapata hiyo huduma muhimu. Swala la zahanati, swala la maji, nitaongea na wenzetu watu wa RUWASA, lakini nitaongea na afisa elimu wetu. Mwalimu wangu amesema kwa uchungu, tutakuja tushiriki wote kwa pamoja kuboresha miundombinu yetu ya elimu, lakini tuweze kupata kisima cha maji Baba. Kumekuwa na changamoto ya ukosefu wa maji, lakini nitamwomba katibu mkuu Wizara ya Maji waje watusaidie kutupimia eneo ambalo tutaweza kubahatika kupata maji ili tuweze kuchimba kisima cha maji, wanawake na watoto wetu wa kike na wananchi kwa ujumla wa kijiji cha Baba muweze kuondokana na kero hiyo. Na zingine zote tunaomba msiishi kwa masimani kwetu kwa kusononeka, msisikitike wala msihuzunike. Tumekuja watoto wenu, tunaombeni mtuamini, tuende tukayasimamie hayo ili kwa umoja wetu tuweze kufanikisha jambo hili. Tuombeane wote tupate afya njema na uzima. Tupate afya na afya na afya, tupate uzima na uzima kwa kipindi chote cha miaka 5, ili na nyinyi mje mshuhudie namna ambavyo tunavyokwenda kuwatumikieni kwa kipindi hiki cha miaka 5. Ndugu zangu, niwashukuruni sana kwa maswali yenu, maoni yenu na ushauri wenu na nasaha zenu.
tumezipokea kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, na tunaomba tuendelee kuanzia sasa kuzifanyia kazi, kwa maana ya kufuatilia kwenye taasisi zetu, na zile ambazo zitakazokuwa tayari mtaziona zinaanza kuja huku, na wale ambao watakuwa bado tutaendelea kuwasukuma. Na mimi Kunja haitakuwa mara yangu ya kwanza na ya mwisho kuja Baba. Nitarudi tena na tena, yaani nitarudi baada ya uchaguzi, tutakuja pia tuje tuzungumze. Sasa hivi tumekuja kwa ajili ya kampeni kuomba kura, lakini nitakuja baada ya kampeni pia, ili tuje tuendelee sasa na mambo mengine na kushauriana, kwa sababu najua Baba mna mambo mengi, natamani tushauriane. Na mimi Kunji pamoja na Leba na Dr. Samia tuko tayari kushirikiana na nyinyi na kuhakikisha tunakwenda kutimiza ndoto yetu ya maendeleo yetu kwenye maeneo yetu. Sasa nione mikono wanaompa Dr. Samia kura siku ya tarehe 29. Kura za Dr. Samia nizione hapo. Kuna mtu anamnyima kura Dr. Samia? Hayupo. Mbona kuna yule pale hajanyoosha? 1 2 3 4 5. Nione mikono juu kwanza bana. Yes, hizi mmenyoosha wote. Wanaoenda kutupa kura Kunji na Leba. Mimi niende bungeni, Leba aende kwenye baraza la madiwani, nione mikono juu. Amina, mbarikiwe sana na asanteni sana. Tunawashukuruni sana kwa muda wenu, na mtuie radhi wa kina mama kwa kazi kubwa mliokuwa nayo, lakini mmeiacha, mmekuja kutusikiliza.